kusikia neno. Tukae kwa utulivu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine tupige makofi, shangwe na vigelegele. Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Alison. Wapi shangwe na vigelegele? Amen. Haleluya. Haleluya. Wazima. Wangapi wanasema niko mzima? Nikihisi kubarikiwa toka mwanzo wa ibada hii mpaka imefika kipindi hiki. Haleluya. Naamini kwa roho ya Mungu yuko hapa. Haleluya. Ameanza kushughulikia watu wake toka asubuhi. Ni wewe uliochelewa. Amen. Sijui kama utakushika. Sijui. Muulize mwenzako, utatukamata kweli? Muulize tena. Haleluya. Muulize, utatukamata tena? Anasemaje? Pambana mchana wote Desemba. Eti mshahara ni ule. Sawa. Ni maandiko pia hayo, si ndio? Aliajiriwa asubuhi, alilipwa hivyo. Aliyokuja mchana hivyo. Lakini maandiko yanasema yeyote aliyokaa kisimani ufanya nini? Jibu nalo. Sio kuendelea kuyachoka, lakini kuna mtu ametakrimu mahali. Haleluya. Amen, barikiwe sana. So leo tutafundishana kwa kifupi tu, sababu wakati uko pamoja nasi. Kuna historia fulani hapa. Amen. Tumekuwa tukihubiriwa. Amen. Tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nikushukuru Mungu kwa kweli mwema. Fadhili zako Baba ni za ajabu. Nitazame mtumishi wako kama mwenye dhambi, nisiyefaa mbele zako. Ninakuinua Masia. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. So tutaendelea tu nabii mmoja wa Mungu ambaye ni Yeremia. Tuone qualities ambazo zilikuwa na Yeremia. Amen. Hicho kitabu tukasemezane mimi na wewe. Haleluya. So msomaji wangu, twende Yeremia 29 kuanzia 1. Haleluya. Yeremia 29 kuanzia 1. Kitabu kingine ni hiyo 31. Tutaanzia kitabu cha 31 kuanzia 14. Mistari luka kifupi. Haleluya. Amen. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 14 nasema, Yes. Nami nitaishibisha roho ya makuhani kwa unono, na watu wangu watashiba kwa wema wangu, asema Bwana. Bwana asema hivi. Sauti imesikiwa Rama. Imesikiwa huko Rama. Haleluya. Leo kuna sauti inaenda kusikika katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Ile sauti iliyosikika Rama leo inaenda kusikika katika mji wa Yerusalemu. Haleluya. Nasema leo Likoni, mahali tunamoyo Jerusalem, kuna sauti ya Bwana inaenda kusikika. Je, ilikuwa sauti iliyoje? Amen. Sauti imesikiwa Rama. Imesikiwa huko Rama. Kilio na maombolezo mengi. Kumbe kulikuwa na kilio siku hizo. Amen. Na maombolezo. Yes. Raheli mtumishi wa Mungu akiwalilia
wake. Alia ni kwa sababu ya watoto wake. Ninataka niseme hivi, Raheli aliomboleza, Raheli akalia ni kwa sababu ya watoto wake. Ninataka kuongea na Raheli leo. Inaweza kuwa kijana kwa hapa, lakini wewe ni Raheli. Unaweza kuwa tule kwa hapa, lakini wewe ni Raheli. Unaweza kuwa mama kwa hapa, lakini wewe ni Raheli. Unaweza kuwa mtoto hapa, lakini wewe ni Raheli. Bwana ana jambo kwa sababu yako. Alilia watoto wake. Yes. Asikubali kufarijiwa kwa watoto wake. Asikubali, alikataa. Mama na uchungu wako. Haleluya. Amen. Umehubiriwa kukombolewa kijana. Wewe ukisikia neno kukombolewa unasema ni uongo. Maana nina miaka 10 kanisani. Huyo anayekomboa ni nani? Akakataa kukombolewa. Kwa nini? Tuendelee. Amen. Asikubali kufarijiwa kwa akakataa kufarijiwa kwa watoto wake. Huwa tumaini kwa watoto limeshaenda. Mzee uko hapa. Haleluya. Tumaini na ile kasi. Mama uko hapa. Ile ndoa tumaini hakuna tena. Mhuduma uko hapa. Huduma ya uimbaji hakuna tumaini. Raheli akaangalia watoto wake. Haina haja. Nisomea 20 sina mtoto. Sitaki kufarijiwa. Lakini Bwana anasema nini leo? Nimesema kuna sauti moja tu ya Raheli leo. Ukisikia hiyo sauti, mpendwa utakombolewa. Mpendwa utakombolewa. Mpendwa utasimamishwa tena. Hakika. Endelea. Nasema hivi. Bwana asema hivi. Zuia sauti yako. Zuia hiyo sauti yako. Usilie. Kuna mtu analia hapa. Kuna mtu analia hapa. Kuna mtu analia hapa. Kuna mtu je, mume anakuuliza? Je, bosi kazini anakuuliza? Je, unanyanyasika mama kwa boma? Anasema ya kwamba hakuna kulia tena. Kila kilichokuuliza jana hakuna kulia tena. Kila kilichokuuliza jana pale kazini kilio kimeisha. Pale hekaluni hakuna kilio. Pale shuleni mpendwa hakuna kilio. Amen. Zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoke machozi. Kumbe kuna nini na wewe kuzuia? Si kweti machozi yanakuwa hayataki kutoka. Si kweti Kristo akikukwaza hautaumia. Na hiyo moyoni, maana siku ya Bwana ikifika atatandikwa. Haleluya. Si kweti chao ya Bwana huko. Uchawi ni moja tu. Kila jeraha linalosababishwa na uchawi, maandiko yanasema lisuie. Mpendo uliye mahali hapa, una uwezo wa kuzuia hata mishale inayorushwa juu yako. Una uwezo wa kusimamisha mpaka Bwana afike. Liwe ni jini limetumwa, una uwezo wa kulisimamisha kijana. Useme leo hilo tokeo lililorushwa inalisimamisha mpaka wakati wa Bwana ufike. Wapendwa, kuna kusimamisha. Amina. Kuna mtu anaamini hapa? Siku itawatarusha. Siku itawatarusha. Yes. Jini makata litarushwa. Usikie kushika kamba. Eto na jinanga mwana Jerusalem. Maandiko yanasema zuia hofu la moyo. Kuna uwezekano ukizuia Bwana akija akasema regesha kwa mwenyewe. Kama ni talaka lipangiwa mama. Kama ni talaka lipangiwa mama. Hiyo talaka izuie. Bwana akija utarudishia wenyewe na watakosana ukiona. Kwani mimi peke yangu ndio naona watu wakiachana? Ujana hapa anaachana bila sababu. Mpaka mtu amefunganya anaenda. Wanasema hili mama ni chawi hili. Chawi uko wapi? Kumbe kilichopata alitaka kimpate wewe. Lakini kikarejeshwa mwenyewe. Anaondoka na mama Jeni. Anaondoka na mama Jeni. Kuna watu hapa wako
kazini, watu wako milioni. Unataka huyu pesa aondoke hapa. Zuia hiyo kitu, zuia ndani. Utabaki peke yako kazini, wataenda wakuache. Haleluya. Sisi hatupokei vitu kama wale. Ungeukia mwenzako mwambie, hatupokei vitu kama wataifa. Hatupokei vitu kama wataifa. Penina alikuwa na watoto chungu nzima, akaona yeye ameweza, lakini maandiko yananiambia Hana alizaa mtoto nadhiri ya Bwana peke yake. Kile kilichokawia kwa maisha yako kitakuja kama nadhiri. Jesus, atupokee huduma kama hao. Kipindi hicho ungeweza kupokea kama hao, lakini unachokisubiria kinakuja kama nadhiri. Haya, naongea na mtu hapa. Hautasoma kama wale wengine, utasoma na shida, lakini utakachokipata ni nadhiri, ndugu yangu. Nataka kuuliza swali. Baba yetu akiwa atatumia mfano, maana shajieleza. Kipindi yeye yuko gerezani, sijajua alikuwa ni miaka mingapi. Siku nyingine alikuwa manzadari huduma. Sijui kama naeleweka. Wakati baba yetu akiwa yuko gerezani, anapelekana na kile kifungo. Siku na watu walikuwa na ubiri tayari. Hivi leo tukienda kanisani kwao, kuna neema kama hii. Kwani vita vya nini? Ni kwamba tuna na washirika wengi, lakini Bwana alitaka kipindi hiki apokee nadhiri yake, na yuko kasi. Haleluya. Penina chake cha watoto lazima yeye kuzani kweli ndio nini, lakini mtoto hapana alipozaliwa nyamaza. Inasema hivi mpendwa, tukanyamazisha likonde kilikawia kwa Bwana. Sasa tutazuiwa tena, tutaenda Berene. Ni wakati wetu huduma, fanyana huduma. Ni wakati wetu wanajitulele. Ni wakati wetu. Raheli aliona vimeisha, anamwambia Bwana, haina haja unifariji, watoto sina tena. Nakwambia mama, haya machozi ya ndoa yasuie sasa. Nakwambia sasa, haya madhabahu zinazokusonga usuie sasa. Kwa masikini unakutatiza, usuie sasa. Na utasa unakutabisha, usuie sasa. Katika Jesus. Kumbe mimi alisonga. Nilicheleweshwa tu. Nilicheleweshwa kwa ajili ya nadhiri ya Bwana. Hatupokei kama wale. Hatuolewi kama wale. Nimekasirika hapo. Kuna siku nilienda kwa harusi. Jana tulikuwa harusini hapo. Nilikuwa dadi. Hawakosi wale watu wazee wazima nafunga harusi. Watu angalia harusi ilikuwa ni mkeka kweli. Ilikuwa ni kama zile za kule mitaani. Wewe uko kijana, unafunga harusi kama rais. Vyacheleweshwa ili natibisa Bwana tukizipata zikasimame. Naongea watu hapa. Ama sisi hatubarikiwi kama wale. Huduma itapigwa vita. Ipelekwe. Nipasa kakwambia, wakati baba yetu akiwa yuko kule, hakuna mapasta alikuwa ameanza tayari. Hivyo akifika wanashangaa kama sisi.
Ama hapa kwa pesa mkija hapa. Watu wa Kinango sisi tuko hapa Kinango. Tuliona gazeti kule kuna Pastor John Kiliamoyo. Kwa Kinango. Ninasema kila kitu kinachochelewa hicho ni nadhiri ya Bwana, na kitakapokuja ukikipokea ikazima kila sauti. Ndipo salama tukawa kunanyamazishwa. Kuna vitu mama vitanyamazishwa. Hata kama uko huku wewe sijui ni Uganda ni wapi, vitanyamaza. Wewe naamini ile misima pale kwenu wewe ndio unaitaka tu. Ile ndio unataka ile mizimu. Sasa maandiko yanasema kuna kuzuia. Kuna kufanya nini? Anazuia vigapi wewe? Kila moyo likirushwa washikotoni na lesi. Ukifuta kazi kwa mwindi, Bwana hana amani kwa nyumba kabla amekufuta kazi. Mtoto kidogo watoroka Bwana, sababu umepata jeraha pia twende Taita kuna mizimu ukiwa dawa tu waza mapacha. Huyo mganga anapacha. Huyo mganga anapacha. Bwana tumeshindwa na kuzuia. Bwana machozi yetu yanaonekana. Kumbe hata wakati unamsifu Bwana ni lazima kazuie kilio. Unapolia mbele za Bwana anakushangaa. Amen. Silikwambia baba, zuia hicho kilio. Amen. Inatuole mwanamke anakutesa tako, zuia hicho kilio. Amen. Inatuole mzee anakutesa mama, zuia hayo machozi. Hata Bwana siaone, maana Bwana na baraka tu. Kuna kipindi ulichokizuia, utakirejesha kwa wenyewe. Amen. Kidogo. Amen. Maana kazi ya Bwana ni nini? Amen. Maana kazi yako itapata thawabu. Kumbe kuna thawabu machoni kwa nani? Kuna thawabu machoni kwa nani? Tena watarudi tena toka nchi ya adui. Kuna watu sasa please utainuka kule kilindini kwa maadui zako. Wacha wafanye nini? Amen. Na watakuja tena toka nchi ya adui. Huko kwenye adui zako ndio utainuka watu. Kule alikotoroka Solomon. Kule alikotoroka. Ukasema tunajificha balikoni. Kuna watu watakuja kukutana nao. Mpaka moyoni ujiulize. Tufunga feri moja. Utakimbia wapi mama pale feri? Utajirusha kwa maji? Kwa nyumba. Na Mungu alivyo na ajabu. Enzi hizo nadewa miezi 7 ya rent. Utahama uende wapi? Adui ananadi. Hata utoe mtoto wangu peleka Alliance. Mchawi ataleta wapi Alliance? Yes. Kwani mimi naongea uongo? Yes, naongea uongo. Naongea uongo. Amchone nani? Mtoto anaangaishwa na mzazi, kisha mtoto adia na kufanya wapi? Utaka kwenda huyu. Anakuja Jerusalem. Ukiimba naye anasema niko mwimbaji. Siku hiyo wamaki pamoja. Haya, Alison na Solomon utaworship leo. Solomon alitoroka Kinango, tumekutana hapa. Maandiko yanasema kuna maadui watainuka tena mahali alikotoroka. So kutoroka sio dawa. Kulia sio dawa. Ndio kazi yangu Alison hapo. Wajua nafasi iko, hutaki mwana anajua baba yake ni mchawi. My friend, kama uko hapa mbele za Mungu, unaharibu wakati wako. Amen. Waharibu wakati wako. We are the destiny helpers. Amen. Popote ulipo, wewe ndio Mungu anakuangazia. Akiangazia adui yako endelee kupitia wewe. Mama kubali utumike.
spiritually, tukakue kiroho. Kesho ukiwa na madhabahu yako uelewe kuhani ni mtu aliyebebe. Juzi nikakwambia roho iliyo na kuhani si roho ambayo ni kwa mimi Alison. Ndio. Mwambia, huyu baba alikuwa wapi? Nikachiamini huyu. Rusha huko kaenda. Kilikuwa kwa pasta ndio kikatanga. Ingekuwa nini? Hiyo ngeo itaendelea mpaka useke. Kwani kuna mtu aliyefanya dhambi kubwa kama Petero? Na kama dhambi yetu haijulikani, mimi na Mungu na wewe na Mungu wako. Lakini ninaamini alichokifanya Petro hapa ndani hakuna hata mmoja. So kumaanisha Mungu alikuwa haelewi alipompa Petro second chance. Wewe ni roho yako chafu ndio nasema ningekuwa mimi Pastor John, hautakuwa Pastor John, maana hapa kuna mission na Mungu. Na mission hapa. Na mission hapa. Vituko. Siku alikuwa anataka Yesu. Siku alikuwa anataka. Kuna vitu alikuwa vijatoka kidogo. Yes. Daudi siku alikuwa chini Mungu anafanya kazi vipi? Yes. Aliona tu kwa ile mara moja na Mungu alipangalia moyo wa Daudi. Akasema hata kama amenichukiza, lakini kiangalia mbele yake kuna watu wengi watakombolewa na huyu. Wacha nimsamehe, aendelee. Hata msamaha ambao Pastor John anatoa, wewe si hajui umetoka wapi? Ajui Bwana. Ajui. Yes. Nusa nguo. Niliwaambia mashahidi zangu. Neno likitoka hapa Jerusalem Fire Church, the Holy of the Holy Spirit. Sila Alison. Sila Mama Happy. Sila Rachel. Nina kwa mtakatifu. Wajua kali kwa hapa. Wajua kali kwenye hiko. Pastor John akuhubiri kitu hapa. Anamsema nilijua tu ni Alison huyu. Wajua Alison akipata kile kitu, nitamchukia Pastor John na nitaamini kumbe Pastor John haongozi na Mungu. Waliketi mahali wakanitaja. Kumbe hata kumcha Mungu hayajui. Ni wewe na kielele chako. Kitu kikitoka hapa. Kitu kikitoka hapa ni cha kila mtu. Kama kimelikata, sitafunga bandage mwenyewe. Lazima niambie. Hapana. Ni lazima niambie. Mimi nikausema madhabahu Pastor John. Nimevuruga ndoa yako. Hapana. Ndoa yako ina shida gani? Hapo sasa. Hiyo ndoa ina nini? Ama nitambia Alison kanisani? Sitaangalia mambo yetu bana. Tunataka kwenda mbinguni Bwana. Hiyo lazima viishe. Sauti lazima zisikike. Lazima sikia sauti ya Mungu mama. Inaongea. Galata. Siku moja nakuja leta yule ananiambia. Hivyo. Haleluya. Yeremia akatuma ni kwa ajili ya watu wa Rama. Kulikuwa na Raheli ni mcha Mungu lakini anaumizwa. Unaweza kuwa unaumizwa na mambo ya ndoa. Unaweza kuwa umejeruhiwa mama kule kazini. Mtoto unaweza kuwa huna amani. Maana unaishi na baba ya kambo. Nataka nikwambie hicho kilio Mungu amesema kizuie. Tunaenda kuzuia. Unaweza sikia mama. Tukayazuia. Unasikia kule kazini, tuyazuie. Unayasikia kwa ndoa, yazuie tu. Unayasikia kanisani, kijana, yazuie. Naongea na kijana na sababu yake. Sisi ndo kanisa la kesho. Teenagers. Sisi ndo kanisa la kesho. Na juzi nilikuwa ninasema wanako kila mtu yuko shule hapa. Kila mtu yuko hapa shule. Hapa bana mafuta hapa.
Kuna yale alimwanga tukiyaona. Yes. Kuna mengine yanamwanga tu. Hata wengine hatujui. Kuna kipindi kitafika. Ile mbegu moja iliyoanguka katika ule mchanga itachipuka. Haitachipuka kwa mawe. Itachipuka kwa mchanga. Wewe kwa akili zako na ndani ya mbegu yako itachipuka kwa miba. Lakini kinachopandwa hapa, ninaamini mbele za Mungu, kitachipuka kwa mchanga. Haleluya. Lakini siku kiona mbegu, usiseme huyu ni jiwa tu lako liko hivi. Angalia venye anaomba paka kama Pastor John. Anaomba kama Pastor John. Angalia venye anaimba. Eti anaimba kama flow. Ile kwa huduma flow bana haiwezi. Wataikaje kuja kanisani tayari. Baba amezeeka, nataka sikize neno lihubiriwe. Wewe unaanza chochote. Hata kati baba alikuwa yuko hai hubiri. Yule kijana alikuwa ni mchungaji. Mimi nitaenda Jerusalem nyingine huko, nitaenda Sikai huko. Sikiza, ukikataa kuchukua hapa, hata eti hizo, njoo uchukue tukulishe. Usione kijana amechipuka naomba kama mama maombi hapo. Umesikia sauti ya leo? Kama mama maombi. Lakini unajua yule havuti kama mama maombi. Havuti. Kwa Mungu hakuna kuvuta. Kama ni mbegu inachipuka, tulie chipuke. Ichipuke. Kama kukukata itakukata tu. Haleluya. Haleluya. Soma kidogo. Malizia. Amen. Tena. Liko tumaini kwa siku zako za mwisho. Kuna vitu vimefika mwisho. Hatutakuuliza. Hai kuangalia. Sasa mbona huyu mama inakaa amefika mwisho kwa ndoa yake? Kijana ametamani tu upate nafasi ongea na mtumishi kidogo kando. Umwelezee. Lakini roho ameona kuna mtu hapa amefika mwisho. Kama ni ndoa imefika mwisho, kama ni ndoa imefika mwisho, tusikize Biblia inasema nini. Hiyo ndio nataka utoke nayo siku ya leo. Amen. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho. Alipoweka lile tumaini kwa kile kitu ambacho kimefika mwisho. Mtoto kwa class 8, ukimweleka huko grade 9, kwanza kupiga simu, nitafutie kazi ya nyumba huko. Let us cancel that spirit. Tufute hiyo roho kabisa. Hata kama naona kwenu hakuna, hatutafanya kazi za nyumba. Wazazi wetu wameabirikiwa, vijana wenzetu wameabirikiwa, lakini sisi kuna notice kwa kampuni. Jerusalem imekuchelewesha hapo kwa meeting. Ukifika kule supervisor ameketi. Yule amevazilia nguo zako. Anapana kazi hapo. Mama amechelewa kwa mwindi, ukifika bibi harusi ndio anaosha majaki. Na nyimbo yake tu ya Kiislamu hata huielewi. Wajiuliza. Niende kusalimia. Niende nirudi. Nipige simu kwa wenzangu nitafikie kwingine. Tumaini la mwisho. Hebu twende kidogo. Na watoto wako watarejea. Hata kuna mtu watoto wake wamepotea kwa mikoka hapa. Nasema hivi, kuna mtu hapa leo amekuja kanisani, umekuwa ukitoa sadaka kila wakati. Baba, ndio watoto wangu, watu wako mikoka, watu wanakula bangi, watu wanakula unga, mtoto wako ile wake anakuja nyumbani sana, nguo anazovaa zinarejesha. Kuna mtu hapa. Kuna mtu hapa. Kuna mtu hapa. Sikiza. Najua wewe huamini shauri zako. Anayeamini ataleta shuhuda hapa. Anayeamini atakuja ongea hapa. Utakuja naye wewe mtoto. Twende kidogo. Na watoto wako watarejea. Kuna kuregeshwa kwa watoto waliopotea. Sitaki kujua walipotezwa na nini. Je, walirushiwa chini kule mtaani mpaka mbani ndani Mombasa msirudi nyumbani? Sijui. Ni ndugu zako walipotea.
Ni bwana wako alienda kiateka kwa Mhindi, hajarudi mama. Kuna kazi zingine sina hofu mpaka leo ni mwaka wa 14. Kuna kazi zingine sina hofu hata miaka 20. Bwana alikamata na Wahindi, hajarudi mpaka saa hii. Huyo pia ni mtoto mbele za Bwana. Anasema kuna kurudi tena. Wale walioondoka Yerusalemu, kuna kurudi tena. Wakirudi hata kidomodomo wewe. Kwa nini kanisa lako? Kwani Sauli pale hekalu yake ilikuwa ni yake? Kana njoo mama yangu, shangazi njoo nimwongeze. Ndio hivyo. Mtu akitoka akienda, akigusa na Mungu akirudi. Sio funga ndogo mama. Ama wale wenzao na kuchunguza amerudi nani? Wewe uko hapa kuchunguza anayetoka. Maandiko yanasema Baba, watoto wako watarudi tena. Hatujaambiwa ni wale sijui kina nani. Haleluya. Mtoto akirudi si wako, yeye ndugu yako. Baba yako amemsamehe. Ingia zizini, chagua ng'ombe aliyenona. Hakuna kuchinja ng'ombe hapa. Hakuna kuchinja likula wake la malaya. Mtoto wako unabariki wewe. Sio bariki wewe. Na wewe simama hapa. Sio kama utaki kubialisha, maana namjua ni mwenye dhambi. Niache nisimame pale. Niache pale pale. Kilichopanda utakiona kinasimama. Nataka niongee kwa sauti. Sisi tulio mbele tusitanie wale wa nyuma hawana lolote. Usione wale wa nyuma hawana lolote. Sikizeni acha swali moja. Wana sisi wa nyuma msione hatuna lolote. Kinachotufanya kila Jumapili tunakuja. Tungekuwa hakuna chochote, tungekuwa pesa black sahi. Wana sisi wa mbele tusione wale wa nyuma hawana chochote. Kule kuna vitu vikali, na siku zote unapoona kanisa limesimama, kuna vitu havionekani lakini vinatetea. Swali liliulizwa, ni nani aliye hapa mwanafunzi wa Yesu asaidia baba yake huu mzigo? Nani alimwona Petero pale? Haraka haraka bana, mdo unaenda. Aliona Petero anasema nipe hilo gongo. Nani? Yesu alipofufuka ama alipozikwa ama habari za kwanza, nani mwanafunzi wake wa kwanza alifikia za kwanza? So maandiko yanasema watoto wa Yerusalemu, hata kumbe sio baba yetu wa kiroho, watoto wa Yerusalemu. Kazi ya baba ni wakirudi awapokee. Wasiseme ningekuwa baba ningemfukuza. Aende wapi na Bwana amemregesha? Wewe Mungu anang'ang'ana kuangalia watu wanarudi. Atabariki leo. Utabarikiwa leo. Wewe nani? Hebu malizia kuna kitu kitamu hapo chini. Malizia sasa hivi. Amen. Yaani ngoja kidogo. Wewe ukiona mama maombi anaomba hapa, wiki nzima niko kwa maombi. Unadhani anaombea nini? Na watu wawili walijibu haraka. Unadhani anaombea nini? Watu wawili wa huduma. Wewe ongea haraka. Wakati tunaona mama maombi
Anasema niko kwa milima ama bali kwa kiroho. Niko kwa milima. Wajua anaombea nini? Wawili. Bwana Yesu asifiwe. Anaombea walioko kanisani na wale ambao walitoka, Mungu awaguse warudi. Amen. Tunaacha pia ongea. Angejitetea ningejua. Haleluya. Sasa Baba naomba kwa nyinyi, lakini Mungu uliruhusu watoke. Maombi yake yamejibiwa. Wewe uko mlangoni. Na maombi wasegoni ni teenagers. Wana mwanzo aliondoka huyo. Hapo kiondoka muondoka turudi. Turudi wapi bwana? Sisi nimekuja kwa baba yangu. Na kuna tumika. Kama ni ambasi nisubiri satani hata ndodi. Mimi mwanzo tarajishwa na nini kama ajiongea? Sijamani tuko maeni. Tuko maeni. Amen. Na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Hata mipaka twende. Amen. Hakika. Nimesikia Efraimu akijililia hivi. Analia, kuna kilio fulani huo analia kila wakati. Twende. Umeniadhibu. Nami nikaadhibika. Aya. Sikiza. Wakati mimi ninatubu na Mungu wangu, naweza leo ni kanisani, naweza niwe ni kwa room. Wewe unajua kwa mimi natubu? Mungu akasikia kilio cha toba Efraimu. Na Mungu anasema, nimekusikia mwanangu ukitubu. Hebu tuende. Amen. Umeniadhibu. Nami nikaadhibika. Aya, kuna kuadhibika. Amen. Twende. Kama ndama asiyezoelea nira. Amen. Tuendelee. Unijeuri nitageuzwa. Kwa maana wewe Bwana Mungu wangu. Kumbe wakati unatenda dhambi Alison, kuna vitu vitakuumiza. Mama, utakapokosana kidogo, watu hawakosi kudunga na pembe kanisani. Lakini ukidunga na pembe na mwenzako, maandiko yanasema kuna kuzuia. Kile kipindi unaweza shindwa na kuomba kwa kile ulichokisikia. Wakati wake wa kukuua. Amen. Watu walitoka hapa lakini hawatakufa huko. Watarudi hapa na ukileta mchezo watatupita. Nyuma. Kuna mtu alitoka miaka 3 iliyorudi. Akirudi atakuwa madhabahu worship, maana Mungu amependezwa. Utashangaa. Bwana amepigia simu watu waliolie tu hapa. Bwana wao aliswana nini? Bwana mimi silii. Bwana mimi silii. Kuna kipindi uliamua kuzuia wakati umesikia kumaanisha hata kama hupokei, lakini na give up. Mpaka ule wakati wa Bwana utarejeshwa kwa baba yako, umwambie Baba nimetubu. Amen. Nikimalizia, sitakuwa na haya kusema hivi. Sitakwambia ati Pastor John alinipigia simu akaniambia njoo Yerusalemu mwanangu, ulichokifanya hakiendi sawa. No. Yuko pale siko tunamsekenya. Nilibidi nimfuate kama mwelezo kweli. Amen. Yeah? Yes. Yuko hapa, alikuwa na yule bishop mwenye alitoka hapo. Amen. Nikwambia siku eti nilikuwa najitetea. Ilikuwa ni ABCD. Haleluya. Amen. Amen. Ilikuwa ni ABCD. Huyu basi nataka kuonekana tu. Sikuonekana. Yes. Nilitambua kwa salangu, nikalieleza na nikarudi. Amen. Kama wewe unasema ningekuwa mimi, ni sawa, hili neno si lako. Yes. Si lako mama. Si lako kijana. Yes. Si lako mhuduma. Yes. Si lako mzee. Yes. Lakini kwa Bwana, yeyote anayetubu, unamojea utubu kwa amezuia, ndio viachiliwe. Sio mpendo leo Yerusalemu. Kitu chochote ulichofanya tubu tu. Kuna njia nyingi za kutubu.
Nilipokuwa tena kule juu feri kwa gate. Nilijiuliza, hao watumishi wataongea pole pole. Anaitakuwa, "Hey, ulikuwaje kutoka kanisani?" So leo fari. Fari na keti. Ha? Na hao wataongea pole pole, wanaelewa. Anaitakuwa, "Hey, ulikuwaje kijana wangu? Wanaoje kanisani?" Lakini kama ni wakati wa Bwana, ni wa Bwana. Tunapojirudia kirudi kanisani, mtieni moyo jamani, aendelee injili. Haleluya. Amen. Naongea hivi kwa sababu ya kanisa la kesho. Hapa pana makanisa mengi. Usije ukazembea kwa na wenzako wamesimama na kisima hiki. Kama vile wengine nasema, "Huyo mama maombi basi atenda wapi?" Bwana alikuwa peke yake huko Zin Beseda. Huyo alikuwa peke yake. Ama Pastor John alipokuwa huko na pastor mwingine. Alikuwa ndogo wa pastor. Mlisikia hivyo? Alikuwa kama sisi. Yes. Kuna wale ambao wakose huyo. Lakini wakati wa Mungu ukifika, huyo na mwana amefanya. Amen. Amefanya. Unaanza sasa hapa, tutafute kanisa letu tuende huko, huyo tumwache na mambo yake. Mambo yangu ni ya Yesu, na kitatipuka kitatembea, na watu watasonga mbele. Ninataka nikwambie, kwa Bwana hakuna kukwama. Bwana hakukwame. Tunavyovisubiri hata vikichelewa. Yetu ni nadhiri. Kama ni mtoto kimpata, atashangaza watu. Si watoto tu. Tukata kujiambiwa, anaweza karibu kabe panya. Ndio. Angalia ile miaka ya basi zai. Kuna miaka ni basi zai. Sasa wacha niwapokee. Kama ni 8 wache. Kama ni 9 wache. Ninawahitaji Bwana. Anazagame mpani. Wewe unajua miaka niliyodai Mungu anipa mtoto. Unajua? Wewe jua. Ama wa bibi hata angaliki. Wewe mzuri ulipokuwa mimi na kabila bibi ulikuwa wapi? Si ungekuja? Umekuja harusini kula bwana. Usasi wako. Ukija hekaluni, pata ulichokiona. Ukiona kile cha naoshi, wewe subiria hao watu wako Jumapili ijayo. Wewe sio kile cha hapo hapa. Yes. Kila mtu anakuwa na mama maombi hapa. Si ndio? Ukiona kile cha hapa naomba, wewe toka tu. Ngoja Jumapili ijayo aje akuombee. Kabisa. Wewe fanya nini? Ukiona nitulia. Yes. Kama ni watoto toka kwa sunguru. Amen. Nataka niongee na mtu hapa kimaliza. Yes. Toka kwa hiyo sunguru haitatosha. Yeah. Kama ni mkeka wa 3x4. Usinaka kushona mkeka wa mkeka ule ni kama mattress. Unaenda na mbao mkeka ni wa 6x6. Kama kwa hapo unalala kwa mkeka mdogo. Yes. Leo katafute romo kubwa, kuna mattress inakuja. Sitaki kujua ikaletwa na nani. Haleluya. Wewe unaona hawa watoto hapa? Hii neema iko kwa watoto. Iko huku kwa hao. Wanataka wenyewe kuhubiri Kisungu tu. Usiende kusubiria mama. Usiende kusubiria baba. Hiyo si lazima uwe Mwingereza. Kwani naona peke yangu. Sitataja mtu kwa jina, lakini kuna mwanamke mwingine nilimwona Europe anafanya deliverance Kiswahili. Yes. Na huduma ya tabia. So kama mko na mtafsiri zenu, huduma ikifika wakati wake itatembea hata kama ni Kifaransa. Usijifunge mama, usijifunge nabii. Tembeza injili. Wewe usijifunge Bwana. Pia wazungu lazima tukawarudishe. Yes. Wale wanakuja hapa tuliwaita. Unajua tunaweza kujaribu. Huyo kijana ambaye ana shati ya chango green, hebu chapa mbele. Haleluya. Amen. Tumwana huduma yako tukiondoka,
Tutaongea na pasta ndio kuacha hapa. Wana ndio nini hao? Hakuna. Wao. Yule kwanza anacheza kujionyesha. Wataka kufanya pasta. Sio mwacha mtoto wangu aende. Si unaona yuko karibu na Alexon. Sio mwacha aende tu. Nitakupa kama ni pesa kidogo. Ayo. Hakuna pesa hapa. Ukijichuma vinaenda. Ndugu yangu pokea upako. Usisuiwe popote. Kama Mungu alikuita kwa lile boma, kalitumikie, kajitoe. Ni madhabahu haitanyamaza katika. Thank you Jesus. Ndugu zangu, hakuna aliyezaliwa kijua. Teenagers, msiona Alison yuko hapa ukasema nitoka kwa pastor yao ya nini. Mimi mwenyewe nilishangaa kuunganishwa na Pastor John. Wakati mwingine nikiwa peke yangu huwa ninasema kwa ile miaka 7 iliyokuwa mahali kanisani ingekuwa kwa huyu pastor. Kuna vitu vingine si lazima vione kwa uso. Ndio. Na viongea mwenyewe maana ninaona kuna kwendana. Amen. Sio unapojitoa ndugu yangu. Unapojitoa ndugu yangu, jitoe kwa ukamilifu. Ujui kitakachokushika mkono ni gani. Unaweza teseka leo mama, kumbe yule mtoto anaongea Kiingereza hapa. Ndio Mungu amemwilika, acha ende USA na wewe upande ndege bwana. Tamani tunajitoa kwa Mungu. Tunajitoa kwa Mungu. Tunajitoa kwa Mungu. Tunajitoa kwa Mungu. Tunajitoa kwa madhabahu. Katika barikiwa mimi. Asanteni sana. Mimi siongezei chochote.